Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa pendo la Kristo kwa jina la Yesu takatifu. Popote ulipo, Mungu wa mbinguni akubariki na akupe neema na ushindi katika kila jambo. Ni asubuhi nyingine, asubuhi tulivu, tunapokutana na wewe katika kipindi chako pendwa cha Tunu za Maisha. Haleluya. Haleluya. Hiki kipindi cha Tunu za Maisha ni kipindi muhimu sana kwa ajili ya mustakabali wa maisha yako wewe popote utakapokuwepo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunaendelea kujifundisha somo zuri linalosema aina 6 za vyakula hatari vinavyotumiwa katika ulimwengu wa roho kuharibu hatima ya mtu na kuleta uharibifu kwenye mambo mbalimbali yanayomhusu mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni mfululizo wa 3 sasa. Ninaomba uendelee kuwa na mimi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Basi tuombe. Baba, asante kwa upendo na kwa neema yako. Tusaidie na utubariki kuelewana na neno lako katika jina la Yesu. Haleluya. Nisikilize, tuliishia wale vijana 4 waliokuwa Shadrach, Meshach na Abednego na Danieli. Wamekataa kutokula vyakula hovyo hovyo. Wamekataa. Kwa hiyo kwa nini? Kwa sababu mfalme hakutaka watu wa kawaida. Alikuwa anatafuta watu waungwana, aliowaona wana ufahamu mzuri wa mambo ya Mungu. Wao tena ni vijana wenye nguvu. Siku zote shetani anatafuta vijana wenye nguvu ili kuharibu hatima zao. Adui wa kazi ya shetani ni hatima yako. Kiwango unachofanikiwa katika ulimwengu wa roho kinazorotesha ufalme wake kule. Kwa hiyo akawaagiza wapate chakula cha anasa, wakapata vinywaji, wakabadilishwa majina. Hii ilikuwa ni kwa njia ya kisayansi ya uchawi. Uchawi pia kuna sayansi za kichawi. Kubadilishwa jina kulikuwa kuna maanisha kubadilisha utambulisho. Na chakula cha unajisi, lengo la chakula cha unajisi ilikuwa ni kubadilisha tabia zao za kiroho na kimwili. Kuna watu wengine kupitia chakula unajikuta anaanza kuwaka tamaa za ngono, lakini ni chakula tu kala. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo wachawi na ulimwengu wa roho upande wa giza wanatumia chakula kubadilisha mwelekeo wa maisha ya watu kupitia chakula. Watu wengi mielekeo yao imebadilika kupitia chakula. Wale wanaokwenda kwa waganga wa kienyeji, kuna wakati wanaamriwa wapeleke labda aina fulani ya vyakula kwa ajili ya mambo fulani. Na unaweza kukuta wakati mwingine ukipita kwenye roundabout, unakuta kuna vyakula vimemwaga. Unaweza kufikiri labda mbwa kaleta, kumbe sio mbwa kaleta. Au kwenye njia panda unakuta kumevunjwa nazi, ama kumewekwa chakula, au kumewekwa wali na kadhalika. Ile ni mikakati ya ulimwengu wa roho kwa ajili ya kuyatawala ama kuyahodhi yale maeneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati mwingine kwenye madaraja unaweza kukuta kuna vyakula, na hata kwenye miti mikubwa unaweza ukapita ukakuta chakula, au unaweza ukakuta kuna pesa. Wewe unaokota tu, unajua hizi pesa, kumbe vile vitu vimewekwa maalum kimkakati, vimebeba aina fulani. Sikiliza, kitu chochote kinapotumika katika ulimwengu wa roho hakiwi kitu peke yake, kinakuwa ile roho iliyozungumziwa. Biblia inasema katika Isaya 57:19, Mungu anayaumba matunda ya midomo. Awe mchawi awe mtu wa Mungu, wote ili mambo yao yaweze kwenda katika ulimwengu wa roho. Njia sahihi wanayoitumia ni maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasema ulituma neno lake kuponya na kuwatoa watu kwenye maangamizi yao. Watu wanaangamia kwa sababu ya maneno. Watu wanatoka kwenye maangamizi kwa sababu ya maneno, kama ilivyoandikwa kwenye Zaburi ya 107 mstari ule wa 20. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Haleluya. Unaweza kukuta nguo zimetupwa, hazikutupwa hovyo hovyo, zimetupwa kimkakati. Kuna mikakati katika ulimwengu wa roho ya kuyamiliki maeneo. Kwa hiyo ukikuta mahali ambapo kuna vyakula vimetupwa hapo, matokeo yake ni kwamba ni udhihirisho ya kwamba ibada za kuzimu zinafanyika kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo wachawi na wenyewe wana makongamano yao, wachawi wenyewe wana mikutano yao ya siri. Na ndio maana wakati mwingine unaweza ukalala hivi ukaota unakula chakula. Sikiliza, ama ukaota unakunywa supu nzuri. Maana katika ulimwengu wa roho wewe una agano. Kwa hiyo unapokula vile vyakula, lile agano linakuja kuimarishwa. Sikiliza, Yesu akasema twaeni mle, twaeni mnywe. Hiki ni chakula cha agano kinachotolewa kwa ajili yangu. Haleluya. Kwa hiyo unapokuwa unakula chakula kwenye ndoto, katika ulimwengu wa roho, ule ufalme ambao unayamiliki maisha yako unakuja kurenew, unakuja kukuongezea nguvu. Kama sisi tunavyokula
katika mwili wa Kristo, tunaamini katika mwili wa Kristo kuna nguvu maalumu ya kiroho tunayoipata pale ya kutufanya tuendelee mbele, lakini pia ni nguvu ya kukumbuka agano. Haleluya. Anasema fanyeni hivi kila wakati. Maisha yetu yote tunapokuwa katika imani, tunapokula, tunaimarisha, tunarenew agano, tunakumbuka agano jipya la Kristo Yesu lililomwaga damu yake pale Kalvari. Kwa hiyo vyakula unavyokula katika ulimwengu wa roho, sikiliza, ndoto ni bayana. Ndoto ni bayana, ni uhalisia wa mambo. Kwa hiyo unaona rohoni, sio mwilini. Na lile agano haliji kufanywa mwilini, linafanywa rohoni. Kwa hiyo kwa kuwa roho inaona inakula, maana katika ulimwengu wa roho wanajaribu kuleta nguvu ya kuzidisha ili uweze kwenda kwenye viwango fulani katika spiritual realm. Maisha ya watu wengi yameharibiwa kwa sababu ya ndoto za usiku. Na ndio maana sikiliza, mtu anaweza akalala akaota anafanya uzinzi, na akiamka kweli akakuta ameharibu kila kitu. Si kwamba ni bahati mbaya. Lile ni agano katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema hivi, anayeungwa na kahaba ni mwili mmoja na kahaba. Katika ulimwengu wa roho, kwenye njia ya kujamiana, kuna nguvu za kifalme zinatoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Na ndio maana zile ndoto za jioni, unaweza kujikuta ulikuwa na mipango na ahadi nzuri, kaota tu umezini usiku, ukiamka asubuhi unakuta kila kitu kimeharibika. Kwa nini? Kwa sababu kuna ufalme umekuja kusimama kuzuia. Na mambo haya yanakuja pale unapokuwa na ahadi nzuri, mambo haya yanakuja ulipokuwa na mipango, mambo haya yanakuja ulipokuwa sasa unataka kuwa na furaha na mambo mengine. Wanakuja kurenew, kwa sababu ufalme wa giza haupendi kuona tuna furaha, haupendi kuona una furaha. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo vyakula ndotoni sio tu unaota unafurahi, lakini vile vyakula ndotoni ni maagano kamili yanayokuja kuimarishwa. Wengine unapokunywa supu, wewe unafikiri supu, kumbe ni damu katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Unapokula nyama, kumbe ni nyama za wafu na nyama za watu. Moja kati ya nguvu iliyo kwenye viungo vya mwanadamu, ukikishika ama ukakila katika ulimwengu wa roho, kinazima connection yako ya kiroho upande wa Mungu, inafungulia connection upande wa kuzimu. Nakumbuka niliwahi kumuombea mtu mmoja, alikuwa ameenda kuzimu, na akaambiwa ili afanikiwe anatakiwa ayatafute mafuta ya watu. Akaambiwa yanapatikana kule Nsimbo, Kigoma. Na kachupa kamoja kalikuwa kanauzwa karibia milioni 5, lakini alitakiwa ayachukue yale mafuta ayapeleke Makete. Kule aliambiwa angepewa milioni 700 mafuta tu. Na akaambiwa ili kujua tafsiri ya haya mafuta ni ya watu, yalikuwa yamewekwa kwenye vile vichupa vidogo vya penicillin, ile dawa ya sindano. Kwa hiyo anaambiwa angechukua kijani akaingiza hivi, alafu akitoa pale ambapo mafuta yameishia, kuja huku chini kuliko ingia kwenye mafuta hapaonekani. Hicho ndio kipimo cha kujua hayo ni mafuta ya mtu. Haleluya. Ndio maana hata majambazi wanakwenda kuchukua maji ya maiti ambayo wanaoga ili wanapokwenda kuiba wasijulikane. Lakini pia kuna wafanyabiashara wengine, kuna mtu mmoja hapa Dodoma, wakati tunaongea naye akasema alikwenda kwa wale wanaofanya kazi kwenye masuala haya ya kuosha maiti. Anaambiwa alichukua maji ya maiti, lakini yale maji ya maiti walikuwa wanapikia vya aina fulani ya vyakula hapa Dodoma. Na hivyo vyakula hapa Dodoma watu wanapenda sana kwenda mahali hapo. Katika ulimwengu wa roho unaweza ukaona kitu cha kawaida. Ndio maana kuna mahali pengine panapouza kitu fulani, usipokuwa makini, wala sio kwa sababu ya usafi uliopo, lakini uwezi kununua pengine ukasikia huku ndani una amani, lazima ukanunue hapo. Katika ulimwengu wa roho kuna kitu kwenye vile vyakula, kama vile ambavyo wewe Mkristo unapokuwa unafanya biashara yako unaomba, upande wa rohoni pia gizani wanaombea vitu vyao. Na ndio maana usipende tu kubugia vitu bila kufanya maombi. Ombea chochote kile. Kwa hiyo kuna vyakula hatari sana ambavyo Bwana amevikataza. Bado sijakufikia kwenye hivyo vyakula kukuambia kimoja baada ya kingine, tuko bado kwenye utangulizi. Lakini ninakupa tahadhari, mtumishi wa Mungu, kuna mambo yako mengi yameharibika kwa sababu ya chakula. Badilisha mtazamo sasa, anza kutembea rohoni, na usifanye jambo lolote kwa mazoea. Omba, 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 omba. Mungu akubariki sana. Maisha yako yatabadilika utakapokuwa umenisikiliza kwa makini. Kuna vitu Mungu atavifungua kwa sababu tutaomba. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ubaki umebarikiwa katika asubuhi ya leo. Pita kwenye tafakari. Kumbuka ndoto ulizoota, ingia kuzitubia. Kumbuka mambo uliyoyafanya kwenye ndoto, kumbuka kuyatubia. Alafu mwambie Bwana, ninataka kuanza upya na wewe katika jina la Yesu. Amen. Basi nikuombee.
tafadhali. Baba, kwa jina la Yesu ninaachilia neema ya ufahamu kwa mtu huyo. Kuna watu wengine fahamu zao na akili zao zimetiwa ganzi kwa sababu ya vyakula vya kiroho. Hivyo ninatangaza kufunguliwa kwa damu ya Yesu, nami natangaza uhuru wa Kristo utembee naye kwenye kila eneo, na Bwana ukampe ushindi kwa utukufu wa Mungu. Amen. Basi Mungu akubariki. Usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, kushare na kulike. Tunaomba sana wewe, kwa sababu wewe ni mhubiri pamoja na sisi. Tunataka watu wengi tuwafikie kwa ujumbe hii. Tunatamani watu, hebu jaribu kuwashuhudia watu 100, 200, 300 unaowafahamu, ili tuweze kuwafikia wengi. Utaponya walio wengi na kuwasaidia walio wengi, na Mungu akubariki. Amen.